Hello mpenzi mtazamaji wa Musa Online TV, karibu kwenye kipindi changu cha masuala ya ujasiriamali, burudani, afya. Leo nitazungumzia historia ya Adolf Hitler, kuzaliwa kwake mpaka kifo chake. Adolf Hitler alikuwa dikteta wa Ujerumani kuanzia mwaka 1933 hadi kifo chake. Adolf Hitler akiwa mtoto alizaliwa nchini Australia katika mji wa Donau. Hii ni karibu kabisa na mpaka kati ya Ujerumani na Australia. Tarehe 20 mwezi wa 4 1989 katika familia ya Alois Hitler na Clara Hitler. Alois Hitler ambaye ni baba wa Hitler, mwaka 1937 hadi 1903 alikuwa ni mtoto haramu wa Maria Anna Stegler. Mnamo mwaka 1842 Maria Anna aliolewa na Johann Georg Hitler baada ya kifo cha mama yake 1847, na baba yake wa kufikia ambaye ni John Hitler. 1856 Alois Hitler aliendelea kukua katika familia ya ndugu wa John aliyeitwa Johann Nepomuk Hitler. Mwaka 1876 alihalalishwa na viongozi wa dini kuwa ni mtoto halali wa Johann Nepomuk Hitler na akapewa jina jipya la Georg Hitler, ambapo maana ya Hitler ni mtu aliyeishi ndani ya nyumba. Kuhusu baba halisi wa Georg Hitler bado ni kitendawili, kwa kuwa inasemekana kuwa mama yake Maria Anna alikuwa ni mtumishi wa ndani katika familia ya kijeshi na kijana wa miaka 19 aliyeitwa Leopold Frank katika familia alimbaka Maria na kuzaliwa Alois Hitler, na ndio sababu akaitwa mtoto haramu. Hata hivyo taarifa za kuaminika juu ya Leopold bado hazijapatikana. Historia ya Adolf Hitler alikuwa mtoto wa 6 katika familia ya Alois Hitler na Clara Poss, japo mama yake Hitler, Clara Hitler, kaka zake na dada zake zote walikufa wangali wachanga. Akiwa na umri wa miaka 6 familia yake ilihamia Passau huko Ujerumani, na baadaye mwaka 1894 ikahamia Leondinga. Hata hivyo mwaka 1895 Alois alistaafu kazi yake huko Haffeld, ambapo akawa mkulima na mfugaji wa nyuki. Shughuli za kilimo na ufugaji zilifeli vibaya sana na familia ya Hitler lazimika kuhamia Lambach. Hitler alianza kujifunza kuimba nyimbo za dini kanisani na alizamilia kuwa mhubiri. Mwaka 1898 familia yake ilihamia makazi ya kudumu Leonding, nyumba aliyoishi Adolf Hitler akiwa huko Leonding. Mnamo mwaka 1900 mdogo wake Hitler, Edmund, alikufa kwa ugonjwa wa surua, kifo ambacho kilimwasili sana, jambo lilopelekea Hitler kubadilika kitabia kwa kuwa sehemu kubwa akiishi akawa mbishi, mtundu na akidiliki kupigana na baba yake na walimu wake, tofauti na wale ambao alikuwa ni mtoto mtiifu na mwelewa. Baba yake alipata mafanikio makubwa katika shughuli za usimamizi wa mila na desturi chini, ambapo jambo ambalo alitaka mwanae Adolf Hitler apate nyayo zake, jambo ambalo lilipingwa vikali na mwanae ambao alitaka apelekwe kwenye shule ya sanaa. Hii ilipelekea kutokea tofauti kati yao. Mwaka 1900 Alois Hitler alimpeleka mwanae katika shule ya sekondari iliyojulikana kwa jina la Friedrichsschule, ambapo Hitler alikubali kwa shingo upande na akafeli vibaya sana katika mitihani yake. Hii ikafanya makusudi kwa kujua kuwa baba yake akiona maendeleo yake mabovu shuleni angebadili uamuzi wake na kumpeleka mwanae katika shule ambayo ni ndoto yake sana, na hivyo kushindwa kuendelea na masomo katika kama vijana wengi wa Kijerumani. Hitler alianza kushika asili na desturi za Kijerumani mmoja wa kipindi hicho kwani ya kibaguzi. Hitler na marafiki zake walianza kutumia salamu ya Kijerumani hey ya kuimba nyimbo ya Kijerumani badala ya zile za Australia. Baada ya kifo cha baba yake kilichotokea tarehe 3 Januari 1903, maendeleo ya kitaaluma kwa Hitler yalianza kuzorota kwa kasi
na baada ya mama yake alimuondoa kwenye shule hiyo kutoka mwaka 1905, Hitler aliishi na mama yake ikiwa maisha mapya. Baada ya baba yake kufariki, mwanzo alifanya kazi ndogo ndogo na baadaye akawa anafanya kazi ya upakaji rangi, ikiwa ni pamoja na kuchora, kuuza rangi za maji na kadhalika. Moja majengo yaliyopakwa rangi za maji na hata Hitler enzi za uhai wake. Alizamilia kuendeleza kipaji chake cha sanaa kwa kuomba kujiunga na chuo cha Vienna Academy of Fine Arts, lakini alikataliwa kwa mara ya kwanza 1907 na baadaye akakataliwa tena 1908. Kiongozi wa chuo alitoa maoni kuwa Hitler alikuwa na uwezo mkubwa katika uchoraji, lakini hakuwa na sifa kitaaluma yenyewe. Ushahidi kwa kuwa hakuwa na cheti cha kuhitimu elimu ya sekondari. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 12 1907, mama yake Clara Hitler akiwa na umri wa miaka 47 alifariki kwa ugonjwa wa kansa ya titi. Kifo cha mama yake kilisababisha mfumo wa maisha yake kuyumba, kulazimika kupoteza lengo la kusoma kichwani. Akaanza maisha mapya kwa kutafuta kazi za vibarua kwa ajili ya kujikimu. Maisha yake yalifanya kuwa mtoto wa mitaani asipia na kukaa. Kwa muda ambao Hitler alikuwepo Vienna, kulikuwa na chuki za kidini pamoja na ubaguzi wa rangi. Hofu ya kuchukuliwa kama mkimbizi kutoka mashariki ilitawala na kuenea kwa kasi. Hitler alipendelea kusoma magazeti ya Deutsche Volksblatt ambayo yalivumisha chuki kwa Wakristo, ambao Hitler alikuwa ni mmoja wao. Mei 1913 Hitler alikabidhiwa shamba lake ambalo lilikuwa ni ulisi wa marehemu baba yake na alihamia Munich kukwepa kujiunga na jeshi la Australia. Hii ni kwa sababu jeshi hilo lilikuwa na mchanganyiko wa jamii tofauti, jambo ambalo hakulipenda. Hitler katika vita ya kwanza ya dunia, Hitler alikuwa akiishi Munich tolea kulisaidia jeshi la Bavaria akiwa kama ni mwananchi wa Australia, na aliwekwa kwenye kikundi cha Reserve Infantry Regiment namba 16 Combat namba 1. Hitler na rafiki zake wa kikosi cha Reserve Infantry Regiment alikuwa kama mpeleka taarifa kikosi cha magharibi ya mbele Ufaransa na Ubelgiji wa muda wote. Alikuwa nyuma ya mstari wa kikosi na alikuwa kama mpeleka taarifa wa kikosi cha magharibi ya mbele Ufaransa na Ubelgiji, na muda wote alikuwa nyuma ya mstari wa kikosi kilichokuwa mbele na mapigano ya vikosi. Alivyotumika wakati huo ni kikosi cha Ypres, Somme, Atlas na Skanderie, na alijeruhiwa bega la kulia alipokuwa Somme. Alifanya kazi kwa juhudi kubwa na baadaye akatunukiwa nishani ya msalaba wa chuma na akapanda cheo kwa private. Mwaka 1918 kwa umri wa Lieutenant Hugo Katman, Hitler alitunikiwa nishani ya chuma daraja la kwanza na kupandishwa cheo kuwa corporal. Kuingia siasa baada ya vita, alikosa kazi lakini aligundua kipawa chake cha kuhutubia watu, akajiunga na siasa na kuingia katika chama kidogo cha Nazi alichopanda ngazi ya haraka. Kadi ya Hitler ya chama cha DAP, jaribu la mapinduzi. Hitler alivutwa sana na mfano wa Benito Mussolini, kiongozi wa kifashisti wa Italia aliyefaulu mwaka 1922 kupindua serikali ya Italia kwa maandamano makubwa ya wafuasi wake kuelekea Roma. Mwaka 1923 Hitler alijaribu kumuiga Mussolini kwa kupindua serikali ya Bavaria kama utangulizi wa kupindua serikali ya kitaifa huko Berlin, lakini alikamatwa na kuhukumiwa kwa wasi huo kifungo cha miaka 5, ingawa alitumikia miezi 9 tu. Chama chake kilipigwa marufuku. Benito Mussolini akiwa na Adolf Hitler kwenye mkutano wa hadhara. Hitler akiwa kijana aliwahi kusoma vitabu vya Mwingereza Chamberlain. Alidai kwamba kuna aina mbali za watu wenye tabia na thamani tofauti sana. Akiwa gerezani aliandika kitabu kilichoitwa Mein Kampf, mapambano yangu, alikojaribu kueleza imani na siasa zake. Kuma alieleza pia chuki dhidi ya Wayahudi na itikadi yake ya ubaguzi wa kimbali. Katika itikadi hiyo mbali ya juu ni watu wa Ulaya kaskazini aliwaita Waaria, na wale ambao ni duni zaidi ni watu weusi. Vikundi vingine vikiwemo katikati
lakini watu wabaya kabisa katika itikadi hiyo ni Wayahudi ambao ni wajanja wakuu upande mmoja, lakini hawana uwezo wa kuunda kitu kwa upande mwingine. Hivyo wanajaribu kwa ujanja wao kutawala dunia kwa kuiba fikra na mafanikio ya walia. Kilikuwa na watu wengi sana, kikavutia hasa wanaume wasio na kazi kuvaa sare za kahawia kikosi cha pili, na watu wachache kunaitwa Shooters kikosi cha ulinzi. Walovaa sare nyeusi chama chake hakikufaulu zaidi hadi 1929 wakati wa uchumi wa dunia pamoja na Ujerumani kuporomoka vibaya katika mgogoro mkuu. Mamilioni waliachishwa kazi na kufa na njaa. Katika hali hiyo watu walianza kupiga kura ya vyama vyenye itikadi kali. Katika uchaguzi wa mwaka 1930 kura za NSDAP ziliongezeka kutoka 2.6% hadi 18.3%. Serikali za Ujerumani zilikuwa na vyama vingi na dhaifu. Mwaka 1932 chama cha NSDAP kilipata kura 33, kura za kuwa chama chenye kura nyingi zaidi nchini na chama kikubwa katika bunge. Katika hali hiyo viongozi wa dola la Ujerumani waliamua kumuingiza Hitler katika serikali mwaka 1933. Chancellor na kiongozi wa Ujerumani tarehe 30 Januari, Hitler akawa chancellor wa Ujerumani. Mara moja alipochukua nafasi kuwakandamiza wapinzani wake. Baada ya mwaka mmoja hata wale waliomuingiza madarakani, baada ya mwaka mmoja utawala wake ulisimama imara kabisa, ili hali wapinzani wengi walikamatwa na kupelekwa katika makambi ya KZ. Hitler alifuata siasa za kujenga uchumi na kurudisha watu kazini. Akibahatika kwamba uchumi wa dunia ukapanda tena. Akabahatika tena uchumi wa dunia ukapanda tena. Adolf Hitler muda mfupi baada ya kuapishwa kama kansela wa Ujerumani alifuta mapatano yote ya Ujerumani walioweka mipaka kwa ukubwa na kwa jeshi lake kuwa watu 100,000 tu. Akajenga jeshi kubwa zaidi. Akaanzisha utawala wa kidikteta wa dola la tatu, akipiga marufuku vyama vya upinzani. Alitesa wapinzani wote na watu ambao alizochukia, hasa Wayahudi. Siasa dhidi ya Wayahudi, chuki dhidi ya Wajerumani waliokuwa Wayahudi, alionyesha kwa sheria mbalimbali zilizokuwa kali zaidi na zaidi. Idadi ya Wayahudi katika Ujerumani ilikuwa ndogo, takriban nusu milioni kati ya wakazi milioni 62. Kila Mjerumani akitaka kuajiriwa na serikali au kupata nafasi ya masomo atakiwa kuorodhesha wazazi wake na mababu hadi kizazi cha pili. Kwa njia hiyo, Hitler alipanga Wajerumani wote katika vikundi vya walia ambao hawana Wayahudi katika familia. Wayahudi, watu wenye asili ya Kiyahudi, hata kama wameshakuwa Wakristo tangu vizazi na kizazi, hawakufuata dini. Amri ya kuwachoma moto Wayahudi ilisainiwa na Adolf Hitler mwezi Septemba au mwezi wa 9 tarehe 1 1939. Sheria kuhusu aibu wa mbali ilikataza ndoa kati ya walia na Wayahudi. Wayahudi waliondolewa uraiani kamili. Tokeo moja la siasa hiyo ilikuwa kuondoka kwa Wayahudi wengi kidogo katika Ujerumani. Na baada ya mashambulizi makali ya mauaji mwaka 1938, mwelekeo huo uliongezeka. Hasa wanasayansi na wasanii wengi walihamia nchi huru. Siasa yake katika mwaka 1900 ilisababisha vita vikuu vya pili vya dunia. Hitler alifuata mwanzoni siasa za kukusanya Wajerumani wote wa Ulaya katika dola la Ujerumani. Mwaka 1968 alifaulu kuteka Australia na maeneo ya Wajerumani katika Czech
bila upingamizi wa kitaifa, lakini aliposhambulia Poland tarehe 1 Septemba, tendo hili lilikuwa mwanzo wa vita vikuu vya pili vya dunia, kwa sababu Uingereza walisimama imara kwa mikataba ya kusaidiana na Poland. Wakati wa vita, Hitler alichukua mwenyewe uongozi mkuu wa jeshi. Mwanzoni alifaulu hata dhidi ya ushauri wa majenerali wake, hasa wakati wa vita dhidi ya Poland na Ufaransa, lakini maazimio yake 1941 ya kushambulia Urusi na kutangaza hali ya vita dhidi ya Marekani yalikuwa mawazo ya mwisho wake. Nguvu ya kiuchumi wa Ujerumani kutosha kushindana na dunia yote. Wakati wa vita aliamuru uuaji wa Wayahudi wote wa Ulaya, na ilikadiriwa alifaulu kuua takriban milioni 6. Chini ya milioni 6, yani 2/3 ya Wayahudi wote wa Ulaya, pamoja na watu wa mbalimbali katika Wasindi, kati ya watu 200,000 na milioni 1.5. Hasa alipoona ya kwamba vita dhidi ya Urusi haikufaulu haraka jinsi alivyotegemea, aliamua kumaliza jambo la sababisha chuki yake, hasa azimio la usuluhisho wa mwisho wa swala la Kiyahudi lilichukuliwa mwishoni mwa mwaka 1941, kutangaza mbele ya viongozi wachache mnamo Januari 1942 katika mkutano wa Wannsee. Baada ya siasa ya kuwatenda Wayahudi vibaya na kuwaua katika maeneo fulani, ibadilisho kulenga Wayahudi wote katika nchi zote zilizokuwa chini ya athira ya Ujerumani na kutekwa na jeshi lake. Hadi mwishoni mwa vita, Wayahudi walikusanywa na kutokea kote Ulaya na kupelekwa kwa reli hadi makamba ya mauti. Mwisho wa vita na kifo, maafisa wa jeshi wa Ujerumani walipanga mara kadhaa kumuua Hitler, lakini hawakufanikiwa. Tarehe 20 Julai alijeruhiwa na bomu na Stamford Bridge, lakini hakuuawa. Tunaendelea. Mwishoni mwa vita, Hitler alikaa Berlin hadi jeshi la Kirusi lilipokuwa limeingia mjini. Tarehe 30 Aprili alijiua kwa sumu pamoja na mpenzi wake Eva aliyomwoa masaa tu kabla ya kujiua na mbwa wake mpendwa. Blondi. Maiti zilichomwa kwa petroli, lakini zilitambuliwa na Warusi kutokana na meno yake. Adolf Hitler akiwa na mkewe pamoja na mbwa wake alimpenda sana na ndio walikufa pamoja. Leo nitaishia hapa, na nadhani umepata angalau kidogo historia au umemjua Adolf Hitler vizuri. Kama hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali naomba subscribe ili niendelee kukuletea habari, historia mbalimbali za watu maarufu duniani. Karibu Msa Online TV na asante.